Najua hii jamii ya mlima sio ya kuambiwa pahali itaenda. Watu ya mlima ndio wanaamua pahali wanaenda. Alafu viongozi wanaongoza kwenda pahali wanataka kwenda. Na kwa hivyo mimi nimekuja kuongea na watu ya nyumbani tukubaliane. Vile mtaniambia ndio nitafanya. Mimi ni mfanyikazi. Mimi ni mtumishi. Mkiniambia twende pande hii, mimi nasema ndio. Na itakuwa namna hiyo. Kwa hivyo ndio mambo tumekuja kuzungumza na inaendelea mzuri. Nimepata mashauri. Ya kwanza tumekubaliana tulifanya makosa kwenda harusi na gari ya mtu mwingine. Si ndio? Kufika mtoni akatuambia tushuke. Akatuhangaisha. Sasa wakaniambia tutengeneze gari letu. Na si ndio hiyo DCP? Ni gari letu, si ndio? Si kila mtu wako na gari ya kwenda kwao. Sasa gari yetu hapa mlimani Nairobi na watu ya maa ni DCP. Na unajua na dereva si yako? Hako sawa, hako sawa. Tena unajua hata ukiangalia bendera ya Kenya iko na marangi 4. Ya kwanza ni nyekundu, ya ile damu tulimwaga tukipigania uhuru. Ya pili ni nyeusi, hiyo ni rangi yetu kama Afrika. Ya 4 ni nyeupe, hiyo ni kutafuta amani. Lakini ya maana sana ni kijani kibichi, green. Kwa sababu hiyo ndio Kenya. Hiyo ndio utajiri wetu. Ukulima wetu. Kwa sababu hata ng'ombe natafuta nyasi ya green. Si ndio? Ukienda spinach ukipanda saa ile iko green kabisa, si ndio unafanya? Ndio hii DCP tukaweka hii green kwa sababu hii ndio Kenya. Kwa hivyo sisi tumekubaliana tuko na chama yetu ya DCP. Na tunaomba watu ya Kalau watupatie firstborn ya DCP pale next week. Huyu watu ya ABC walikuwa wanataka kuleta mchezo. Ati wameambiwa na Kasongo vile mambo imeharibika ati wahairishe. Ati atafute muda ya kupea watu hongo na kuleta maendeleo. Lakini tumeambia ABC waache hiyo mchezo. Kwa sababu kama hawezi mamia uchaguzi ya ballot moja katika eneo bunge moja, watasimamia uchaguzi mkuu namna gani ikiwa na ballot 6? Si ndio? So nimewaambia hao kama nyinyi mmeshindwa na hii moja mjiuzuru. Na wasilete mchezo, lakini nimeona Deputy Inspector General ya Police, huyu anaitwa Langat, akisema ataweka usalama. I hope he is genuine. So watu ya Ruto ni waongo kama yeye. Kuongea wanaongea lakini hatuwaamini. So wewe Deputy Inspector General umesema jana ukiwa Kiganjo that mtaweka ulinzi ya kutosha, hamutakubalia goons kuja Kalau. If you are genuine and you mean it, pongezi. Lakini tutaona. Kwa sababu nyinyi watu wanatembea na Kasongo wako uongo kama Kasongo. Umesikia juzi akisema ati kahawa ikipelekwa kwa factory ilipwe after 5 days. Tangu atoke Kianyaga ni siku 14 hakuna mtu amelipwa. So ni uongo. Na anasema mambo ambayo hayawezekani. So huyu Deputy Inspector General of Police amesema ya kwamba wataweka usalama ya kutosha Kalau. Hakutakuwa na goons. We believe that you are genuine. If that is the case, pongezi. Watu ya Kalau hawana fujo. Wanapendana. Hata wale wanapigana UDA, DCP, wote they are the same people. Kwa sababu uchaguzi ikiisha watabaki Kalau. Na shida ya Kalau ni goons kuletwa kutoka nje na Moses Kuria. Na kijana ingine mbunge hapa ya Mathira anaitwa Wamumbi. Kijana ni msaidia hapa. Na bibi yake. Na Muchira ile ya kwenu. Na huyu Muchira si ni msaliti? Si arudi kwao akatafute kura huko. Sasa yeye huyu Muchira alisaidiwa na watu ya Jororok 2 terms. Na yeye hata hakuwa amezaliwa huko. Alikuwa ametoka Kirinyaga. Watu wakamwamini. Kufika pale amesaliti watu ya Jororok. Amekuwa mtu ya Kasongo. Akiambiwa na Kasongo pitisha finance bill, anapitisha. Akiambiwa fukuza Rigiji, Kasongo akiua watoto wanasema yesa. Sasa wewe Muchira, Kasongo anaua watoto ya Gen Z.
Wewe na ni mzazi, huwezi ona haya useme hili makosa? Ni bure si bure? Ni msaliti si msaliti? Nimeona hivi vijana ya Ruto wakitetea wasaliti. Ati huyu Rigathi anapigana na viongozi na kuita hao wasaliti. Wasaliti hakuna jina lingine. Wale wamesaliti jamii hii. Wale wamesaliti wale waliapigia kura. Hukumu yao ni moja. Lazima waende nyumbani kupitia kwa debe. Na nyinyi watu ya Kasongo mnatetea wasaliti. Mjue hapa mlimani usaliti hatuwezi samehea. We never forgive betrayal in the mountain. Si Kasongo ametusaliti? Si ataenda nyumbani? Wewe Kasongo ulisaliti watu ya mlima, tutakupeleka nyumbani. Wale watu yako wote wasaliti wanakufuata. Wakiongozwa na Muchira, mbunge wa Oljororok. Ataenda nyumbani na Kasongo. Si ndio? Sasa Muchira amechukua pesa kwa Kasongo, anashinda pale Kalau. Kazi ya Oljororok amesahau. Sasa wewe Muchira nakuuliza, kama barabara na jengwa huko Kalau, unashida huko Kalau ukisupervise barabara ya Oljororok itajengwa siku gani? Wewe Muchira umeshida pale Olokalao, hujachaguliwa huko. Kasongo anaweka stima Olokalao, ya Oljororok itawekwa siku gani? Wewe Muchira unachukua gas cylinder unapelekea watu ya Olokalao. Wapi gas cylinder ya watu ya Oljororok? Si ndio? So mimi nakuuliza wewe Muchira, pale hata mumelete Gataru boat pale na hakuna samaki, hakuna chochote. Sasa hiyo boat si ulete moja hapo Oljororok? Sasa wewe Muchira, hii pesa umepewa na Kasongo kila siku 5 million kwenda kuhonga watu Olokalao. Si kidogo ulete hapo Oljororok watu wakule? Sasa hii vijana wamepotea. Sasa wanashida Kalau kusema chagueni mtu ya serikali ndio kupatikana maendeleo. Na kwenu hakuna maendeleo. Nyinyi ni watu ya Kasongo. Si barabara Oljororok imekwama? Iko stima? Iko maji? Sasa iko faida gani ati kusema ati chagua mtu ya serikali wa Olokalao na ile mtu ya Oljororok ako na Kasongo hakuna maendeleo iko pale? Sasa mimi nasema hii wasaliti wote. Nimeona hii watu ya Kasongo wanalia, huyu ana profile watu naita wasaliti. Wasaliti ni wasaliti. And the season here in the mountain is to deal with traitors. Wale wamesaliti jamii yetu. Tukianza na Kasongo mwenyewe. Si alikuja hapa akatudanganya na Biblia? Tukamchagua. Si alisema ameokoka? Si ndio ilikuwa uongo? Sasa si alitusaliti? Si ametugeuka? Kwanza kitu moja mimi siwezi samehe huyu Kasongo. Labda nyinyi mumsamehe. Mambo mawili. Kuua watoto ya Gen Z. Na kusema wale wamebaki wapigwe risasi mguu. Number 2. Mimi nilikuwa nimemaliza pombe haramu katika Nyandarua. Huyu Kasongo akapanga na Soprano ya kwamba ile pombe inaua watu irudishwe hapa Nyandarua iue watu wetu. Wewe Kasongo, hiyo maneno ya kulete pombe kuua watu. Kwanza kuna ingine inaitwa Kadhurigui. Si ndio? Si Kasongo ametuhangaisha? Si pombe nilikuwa nimemaliza? Mimi nilikuwa nimemaliza pombe. Naye mke wangu Pastor Dorcas alikuwa ameweka rehabilitation hapo Kapteni. Wale ambao wamelemewa pastor anawatibu. Na mimi nazuia wale bado kukunywa. Sasa Kasongo akatufukuza, akaambia Kindiki arudishe pombe, watoto wetu wanakufa. Sisi tunaomba Mungu asaidie watoto wetu mwaka huu peke yake. Next year nikiwa rais wa Jamhuri ya Kenya, kazi ya kwanza ni kupigana na pombe. Sasa mimi nauliza hao waheshimiwa ya Nyandarua wanatembea na Kasongo. Wewe Faith Gitau. Si ni msaliti? Aende asiende? Wewe Faith Gitau nasikia unataka atakuwa gavana ya Nyandarua. Wewe
wewe mheshimiwa Kwenya wa Kinangop, wewe Gachagua ya Daragwa, wewe Muchira ya Njoroge, kwa nini hamwezi kuambia Kasongo anafanya mbaya kutuma pombe ya kuua watu katika kaunti ya Nyandarua? Nyinyi mnafuata Kasongo anatuma ile pombe mbaya ya kuua vijana katika kaunti ya Nyandarua. Hiyo jambo linanikera sana. Kama kuna kitu niko na huzuni naye mimi kama Rigiji, ni ya kwamba tulichagua William Ruto tukimpenda, tukimwamini, amekuja kuua watoto wetu na pombe. It is very painful, kwa sababu hiyo pombe mimi nilikuwa nimemaliza. Na hii wabunge wanafuata Ruto. Nyinyi hamuoni anaua watu wenu? Mtanisaidia tufukuze hii watu? Tufagie yote? Nikisema harambe mnasema fagia. Harambe. Wasaliti wote? Faith Getau? Muchira? Kwenya? Gachagua? Waende wasiende? Waende wasiende? Mimi niseme ndio nimalize. Mambo ya projects. Siku tulikuwa pale mazishi ya Kiaraho, huyu kijana wetu Gitungati ya Nyandarua, John Medhu, kijana kabisa, alimwambia Kasongo, wewe ulitudanganya, barabara zote ulituahidi, hakuna kitu inaendelea. Sasa amerudi hapa Olokalau na uongo. Anafikiria watu ya Nyandarua ni wajinga. Nimeambiwa na mtu iko kuku mbili, moja mwerevu, ingine mjinga. Ile kuku mjinga inawekewa mahindi na inaona mtu wako na kisu na maji inachemuka, inafuata mahindi mpaka kwa kisu, inakuwa nyama. Lakini ile kuku mwerevu kama hii watu ya Olokalau wanafuata mahindi, akifika karibu na pale anapiga kona. Sindio? Mimi niseme, mimi najua watu ya Karao watatupatia heshima. Mimi am 100% sure ya kwamba watu ya Olokalau watarudisha heshima ya jamii yetu. Huyu Ruto ametuharibia jina kwa majamii zingine. Anasema ati Wakikuyu ni watu bure, ati hawana msimamo, ati hao ni malaya ya pesa, ati hawana msimamo, ati wakipewa pesa wanaweza uza mama yao, ati hii kiti ya Kalau nitanunua pesa. Mimi naambia watu ya Olokalau, jamii yetu yote iko mkononi mwenu. Tunangoja watu ya Olokalau walegeshe heshima ya jamii yetu. Tunataka Kenya nzima ijue sisi tuko na msimamo, na sisi hapana malaya ya pesa vile William Ruto anatukana sisi. Sisi tulimchagua, kuna pesa alitupatia? Mbona anaitukana sisi ati sisi ni malaya ya pesa? Ati akimwaga pesa Olokalau ati kila mtu atafuata. Mimi niko na I am sure, si ni majirani yenu Olokalau? Mkiwasikiza wanaweza uza sisi? Wameamua? Wameamua kabisa. Bas, sisi nakwambia wewe Inspector General, weka usalama Olokalau. Wewe Moses Kuria, hapana lete goons Olokalau. Wewe Gikaria, hapana lete goons kutoka Nakuru. Wewe Irene Njoki, hapana lete goons kutoka Bahati. Na Muchira, hapana lete goons kutoka Oljorok. Na hata goons ya Oljorok wasikubali kuja kupiga ndugu zao Olokalau. Mimi naomba vijana wetu wote, msikubali kutumika kupiga ndugu yako. We look very foolish as a community, ya kwamba sisi wenyewe Wakikuyu ndio tunapewa pesa kupiga Wakikuyu wenzetu. It's very embarrassing. No communities fight each other. They don't fight their own. Na wakina Kuria, why? Kwa nini si ulete watoto yako wakuje wapigane Olokalau? Wewe Muchira, si uko na vijana uwalete wapigane Olokalau? Mimi naomba vijana wetu across hana. Basi mimi sina habari. Sasa labda ndio analete vijana wapigane.
Mimi naomba watoto wetu mlimani, vijana wetu mlimani, hata kama hamuna ajira, hata kama mnahangaika, tafadhali namuomba vijana wetu, msikubali kuchukua pesa ya William Ruto kuja kuumiza Wakikuyu wenzenu. Let us stay together as one community. Wacha tupendane. Hata kama mko na shida, usichukue pesa kuja kuumiza ndugu yako. Kaa nyumbani ungangane vile Mungu atakusaidia. But usipewe pesa ati ukuje Olkalau uumize ndugu yako ama dada yako ama mzazi wako. Na mimi niko vile niliambia watu ya nyumbani, msiende kwa barabara mtauawa tarehe 25, wakanisikiza. Mimi nataka niseme asante kwa watu wetu, kwa sababu walinisikiza kama kiongozi. Mimi nikiwa kiongozi wa jamii, nauliza watoto wetu wa vijana kwa jamii nzima, wasikubali kupewa pesa kwenda kutoa fujo Olkalau. Wapatie watu ya Olkalau nafasi wachague mjumbe wao. Watu ya Olkalau ni watu wa amani. Pesa tu ndio wanakula na wana maneno mengine. Na hii pesa haina fujo. Wanakula na hata wananunuliana chakula. Hata wale wetu wa DCP, wale wa UDA ni marafiki. So please, Moses Kuria, don't bring goons into Olkalau. Na wewe police vile umesema, weka roadblock 3 days before. Uzuie vijana kuja huko. You know, na police wakiamua hakuna goons watakuwa Olkalau, hawatakuja. Na ukiwaona ni polisi wamepanga. Tena wale officers in plain clothes, hatutaki Olkalau. Tunataka police officers wakuwe na uniform. Ndio tuwaone ni kazi gani wanafanya. Wale wanakuja na nguo ya raia kama wale wako huko wanaitwa Nairobi Sierra. Na wale wengine wametoka Maragwa, wameletwa na huyu Bete Maina. Ndio goons. Police wako pale na mabuduki, walikuwa wanazunguka hapo na Prado tatu nyeusi bila number please. Wewe DIG Langat, if you are serious, order those police goons to leave Olkalau. Watoke waende pahali station wamepewa kazi. Olkalau iko na police officers ya huko. Iko OSPD, iko OCS, iko officers huko. Mbona watu wanatoka Murang'a wanakuja Olkalau? Mbona wanatoka Nairobi wanakuja Olkalau na wako na nguo ya raia? Hawa ndio goons, hawa ya police. So before DIG you can say there will be no goons. First deal with the police goons. Deal with those goons who are in Olkalau now. Then we can trust you. Tusikie by tomorrow wameondoka. Kwa sababu wakiondoka tutajua. Then ndio tuendelee. Mimi nihakikishie nyinyi ya kwamba tuko sawa na hakuna shida. Mimi naomba watu ya mlima tuungane. Tuungane. Unajua huyu Kasongo alitaka kugawa mlima nikamkataza, ndio tulikosana. Ati Mount Kenya East, Mount Kenya West, nikamwambia bana haiwezekani. Mlima ni moja. Amejaribu kugawa ati Kiambu itoke kwa mlima, tukamwambia haiwezekani. Mlima hapana mpaka, mlima ni jamii. Si ndio? Sisi ni jamii moja. Sisi na Wameru na Waembu ni kitu kimoja. Na huyu Kasongo nilimuona tabia yake ni kama ya Moi. 100%. Vile anataka kutugawa ndio Moi alikuwa ametugawa. Moi alikuwa ameweka watu kila county ya kugawa watu ya mlima. Nakuru alikuwa na Kariuki Chotara. Si ndio? Sasa hako na Susan Kihika. Huyo ndio Chotara ya leo. Si ndio? Si iko namna hiyo? Vale Kiambu alikuwa na Kuria Kanyingi. Kuria Kanyingi ya Kiambu leo ni nani? Si ni Kimani Ichung'wa? Huyo ndio Kimani, ndio Kuria Kanyingi. Pale Embu alikuwa na Kamuithi Munyi, ako na Ses Barire. Pale Meru alikuwa na Francis Kagwima, ako na Kithure Kindiki. Si ndio? Alikuwa anapanga kila pahali, anaweka mtu ya kugawa watu. Alikuwa sasa pale Laikipia alikuwa na Gigi Kariuki, sasa ako na Mwangi Kejori. The same script ya Moi. Na mimi Ruto nilimuona nilipoingia tu kwa ofisi, nikaona hii mtu ni Moi tu. Lakini hii ni kali kuliko Moi kwa sababu ni kijana. Tena ni mwizi. Najua Moi hakuwa na hiyo maneno ya wizi. Na tena Moi hakuua watoto. Aliwapatia mazi. Sasa hapo ndio Moi alikuwa tofauti na huyu mtu. Lakini hii mambo ingine ya kugawa sisi is the same. So sisi hatuwezi gawanyika. Hii mlima ni moja. And this time tutaweka kura yetu kikapu moja.
na mimi na Rais Uhuru Kenyatta tunafanya kazi pamoja. Na mimi na ndugu yangu mkubwa Uhuru Kenyatta ni kama chanda na pete. Na nikimaliza hii mazungumzo yote, mkinipatia maoni, kabla sijasema chochote, nitaenda nikae chini na Rais Uhuru Kenyatta, so that we compare notes. Ndio pia Uhuru anishauri, si ndio? Sikuishi kwingi kuona mengi. Pia nataka Uhuru Kenyatta nimwambie vile watu wameniambia Mlimani, niende niseme mkubwa wetu pia nimeambiwa namna hii, unaona aje? Kwa sababu ulikuwa umetuambia tukapotea. So this time mimi nimesikiza watu, pia nataka pia wewe kama kiongozi unishauri. Si ndio? So hakuna mtu atakawanyisha sisi. Na ndio naona wanatukana Uhuru huko because wanajua mimi na Uhuru tuko kitu kimoja. Na wanajua mimi na Uhuru tukiwa kitu kimoja, hii mlima imeshikana kama simiti. Si ndio? Ya mwisho niambie hawa wanajaribu kugawanya United Opposition, kujaribu kutupiganisha. Saa hii wamemulika Matiang'i, wanataka kumuhangaisha. Ati ndio wamutishe ati aende kwa Kasongo. Iko maneno hapo inaitwa Ruaraka, kulikuwa na mambo ya mashamba ambaye koti imesema ililipwa kinyume na sheria. Na wale ambaye walilipa wanatakiwa ati washtakiwe. Sasa wanatisha Fred Matiang'i. Lakini Fred Matiang'i hakuhusika kulipa. Mtu analipa pesa ni principal secretary anaitwa accounting officer. Yule alilipa hiyo pesa ni mtu ya Ruto anaitwa Belio Kipsang. So wewe William Ruto, kama kuna mtu ya kupelekwa kotini, Belio Kipsang, mtu ya kwenu Nandi, ukamate yeye upeleke kotini. Huyu Belio Kipsang kuliko mfunge umempatia madaraka. Siku hizi kazi yake ni kuuza passports na vitambulisho kwa watu ya Sudan na watu ya Somalia. Kitambulisho anauza 15,000. Passport anauza 1 million. Huyu Belio Kipsang ndio mtu ambaye alilipa hiyo pesa ya Ruaraka. Fred Matiang'i alikuwa cabinet secretary. Cabinet secretary is in charge of policy. So mimi nataka kumwambia ndugu yangu Fred Matiang'i, usitishwe, na sisi tuko na wewe. Na sisi tutasimama na Fred Matiang'i. Na akigusa Fred Matiang'i nita mobilize watu ya mlima kusimama na Fred Matiang'i. Na mimi nataka kuuliza watu ya kwao nyumbani hapo Kisii, wasikubali mtoto yao ahangaishwe. We don't want you to intimidate Fred Matiang'i. Ati ya kwamba ati atishwe ati nini, wamtafutie makesi wamsumbue ati arudi kwa Kasongo. Nani mwambia Fred Matiang'i, in the unfortunate event utishwe, uende kwa Kasongo, utaenda peke yako. Watu watakuacha. But I know tumeongea na Matiang'i na amesimama kidete, hawezi tishwa. Si ndio? Mnataka tusimame na Matiang'i? So wewe William Ruto, mtu alilipa shamba ya Ruaraka ni Belio Kipsang. Saa hii pia ako na makosa ya kuuza vitambulisho. Ndio anauza passport, ndio anahatarisha national security ya Kenya. So please leave Fred Matiang'i alone, atafute uongozi na tufanye kazi na yeye pamoja kwa United Opposition. Si ndio? Unajua hata mimi wananitisha kila siku, lakini mimi najua ni mang'aa. Si mnajua? So mimi ni chuma ya zamani. Mimi ni chuma ya zamani. Si hiyo maneno haisumbui mimi. Nafikiri tumesema ile ya mwisho pale Kenya Ports Authority. Iko sakata kubwa sana. Iko barabara moja hapo imepatiwa mama anaitwa Marian. Ni ya jamii ya Ruto, ni jirani yangu hapo kwangu Karen. Kutoka nyumba yangu ni karibu nyumba 5. William Ruto anakujanga hapo kumuona. Na hata akiwa deputy president alikuwa anakuja hapo kwake. Yeye amepewa kujenga kilomita 1 ya rami 8 billion shillings pale Kenya Ports Authority. Wizi mtupu. Na mimi niseme nimwambie huyu, kwa sababu huyu mama tunajuana, hiyo pesa utarudisha next year. Hiyo pesa kama utakuwa umelipwa. Kilomita 1 ya rami 8 billion pale Kenya Ports Authority. Ni wizi mtupu. Na huyu William Ruto anasema hana ukabila.
Hii contract yote anapatia watu ya jamii yake. That lady ni wa community yake. Ameolewa hapo na Mswahili, lakini mama mwenyewe ni ya community ya Ruto. Managing director ni community ya Ruto. Ruto mwenyewe wote ni jamii moja. Na anaanza kusema ati kuna wakabila. Mkabila si ni Ruto? 8 billion shillings. MD wa KPA anaitwa William Ruto. President William Ruto. Huyu mama ni mtu ya jamii yao. Wanaiba 8 billion. Mambo hii unasikia ya port ati kunajengwa refinery Lamu. Inatakiwa ijengwe kwa Lapset. Wana transfer 2,000 acres ya shamba from Lapset to Kenya Ports Authority, pahali William Ruto ako control through mtu ya jamii yake, huyu anaitwa Captain Ruto. Sisi tunapinga shamba ya Lapset kuwa transfer to Kenya Ports Authority. Kama iko project ifanywe within Lapset. Kwa nini mnataka kutransfer wewe Alice Wahome waziri? Mtoto yetu ya hapa Kandara na ameolewa hapa Ihororo. Why mnashikana na Ruto to transfer land from Lapset to Kenya Ports Authority where the MD ni mtu ya tribesman ya Ruto? Ndio hiyo shamba muibe pamoja. Kwa hivyo hiyo maneno tutaendelea kusema. Na ndio nasikia hii watu ya Ruto wakisema oh Rigiji ana incite watu. Mimi naongea tu ukweli. Ukweli is not incitement. Yeah. Na kama mimi nimeincite mtu, unishitaki na incitement. Na mimi nitatoa ukweli. Niseme hii 1 kilometer imelipwa 8 billion na have the papers. Kwa nini unataka kuchukua shamba kutoka Lapset upeleke Kenya Ports Authority? We'll continue to speak the truth. Na hakuna pahali watatupeleka. Hii Kenya ni yetu. Sisi tuko hapa. Si ndio?